Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika ibada yetu ya Anza Siku na Bwana inayokujia kila asubuhi. Nadhani Mungu anaendelea kukuhudumia kupitia huduma hii, na tunaendelea na mfululizo wetu wa maombi yenye majibu. Maombi yenye majibu ndio mfululizo wetu ambao tunaendelea nao, na natumai kabisa mpaka mwisho wa mfululizo huu Mungu atakuwa tayari amekuhudumia na utakuwa na uwezo wa kuwa na maombi yenye majibu. Twende mbele za Bwana. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa maana peke yetu hatuwezi, tunahitaji mkono wako na upo tayari kutuhudumia. Tunaliinua jina lako juu, Mungu aliye hai. Tunaomba ukatuhudumie sawa sawa na kusudi lako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Leo nilitaka niongee kitu muhimu sana katika maombi ambacho watu wengi huwa wanaingia kwa mfumo sio sahihi kumwomba Mungu, na baadaye wanajikuta hawana majibu ya maombi yao, na anajikuta kila siku anaomba lakini hakuna majibu. Na leo tunaenda kuongea kwa habari ya hisia. Ama kwa Kiingereza anasema feelings, kitu kama hicho. Yani kwamba mtu anakuwa na hisia, ana misisimko, kitu kama hicho. Anakuwa na misisimko, anaenda kwenye maombi akiwa na misisimko. Nadhani utakuwa umenielewa. Lakini Mungu sio Mungu wa hisia, wala sio Mungu wa misisimko. Hapo ndipo penye tatizo, kwamba unapo tunasema misisimko, misisimko ni kipingamizi cha maombi yenye majibu. Watu wengi sana mpaka anapoenda kuingia kwenye maombi, kuna vitu fulani hivi ambavyo vimemkuta, kuna hali fulani hivi ambayo anaipitia, kuna ugumu fulani hivi ambao umempata, kuna maumivu ambayo anayapitia. Ameachwa na mume wake, ameachwa na mke wake, watoto wake wana matatizo, wanafeli, wanaumwa, amepata msiba, amefanya nini. Sasa hivi vitu vyote vimebeba uchungu ndani, vimebeba hisia ndani, na ile hisia inatengeneza misisimko. Alafu anasema wacha niende nikamlilie Bwana. Hisia. Sasa Mungu hatembei kwenye hisia. Kumbuka, Mungu sio mwanadamu. Sisi wanadamu, ukitaka kupata kitu kwa mtu ni lazima uende ukaonyeshe hisia. Unampampu, Bwana, mimi baba yangu alikufa, mama yangu amefariki, nimeachwa peke yangu. Baada ya kuacha peke yangu, watoto wangu jinsi utakapozidi kueleza hivyo kwa mwanadamu, anakuelewa. Na yamkini usipoenda hivyo anaweza sikusaidie. Yani mwanadamu anashawishika kukusaidia pale ambapo utaeleza hisia zako. Sasa kuna vitu hapa nataka nisikupoteze na wala usipotee pia, kwamba sisemi kwamba uende kwa Mungu na macho makavu, lakini ninachotaka nikwambie, Mungu hatembei kwenye hisia zetu za yale yaliyotukuta yakatupelekea kwenda kwenye maombi, bali Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, ondoa hisia, ondoa misisimko, ondoa personal feelings zile, ndio hiyo kama vile unavyojisikia. Ondoa, muangalie Mungu na ahadi zake, muangalie Mungu na nini anataka, halafu ingia kwenye maombi. Halafu kisha ingia kwenye maombi, uone hayo maombi atakapokuwa na majibu. Ni direct, lazima Bwana aachilie majibu, kwa sababu Mungu hatembei kwenye njia zetu. Mungu anatembea kwenye njia yake. Yoyote atakaye kuja kwenye njia yake lazima kutane na muujiza. Mungu hatoki kwenye utaratibu wake, Mungu anatembea kwenye utaratibu. Sisi tunakutana na hisia. Ni ukweli, mwanadamu ni mtu wa kuumia. Tunakutana na hisia. Ukichukua zile hisia ukaingia nazo kwenye maombi, wewe unaomba lakini unawaza matatizo yako,
watu wengi wanaingia na yale matatizo. Mungu, ona mume wangu baba, usiku anarudi amechelewa. Ndio unaona, kupitia hivyo ndio Mungu atakusaidia. Mwanadamu ukifanya hivyo atakuelewa, lakini sio Mungu. Sasa hapa naweza nikawa ninawachanganya watu wengi sana, lakini Bwana akupe the spirit of understanding. Bwana akupe roho ya uelewa na ufahamu, upate kumwelewa zaidi na tupate kumwelewa zaidi, kwamba Mungu anataka uende na ule ujasiri. Biblia inasema nini? Baba, katika jina la Yesu, imeandikwa, nijapopita katika maji mengi sitagharikishwa, nijapopita katika moto, mwali wa moto hautaniteketeza. Bwana, wewe unajua hali ninayopitia, hivyo utainua watu kwa ajili yangu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yangu. Haijalishi ninavyojisikia, lakini nakuamini Bwana. Huyo ni mtu ambaye, angalia, anaziwakilisha hisia zake kupitia neno la Mungu. Anapitia lakini ndio anachomeka kile kitu ambacho kinamsumbua ndani ya maisha yake. Lakini mwingine anaenda moja kwa moja anasema, baba, anampigia simu, baba, yani mimi sijui nifanyeje. Yani kila nikitaka kuingia kwenye maombi nakuta tu machozi yanatoka na naanza kulia. Sasa sikia, wewe unadhania ukiingia kwenye chumba cha maombi machozi yakaanza kukutoka ukaanza kulia, hapo baadaye ukasema amen, unadhania utajibiwa? Hayo sio maombi. Biblia inaposema walimlilia Bwana, hawakumlilia kwa machozi peke yake, waliambatanisha neno, waliziangalia njia za Bwana, wakatembea kwenye njia za Bwana, wakatembea kwenye neno la Bwana, wakaachilia machozi yao katikati ya neno, katikati ya njia za Bwana, katikati ya maelezo, katikati ya uhalisia wa Mungu mwenyewe anachotaka. Nini anataka? Mungu anataka ujasiri wa neno, kwa sababu mara nyingi ukizibeba hisia ukaenda mbele za Bwana, ni rahisi sana kumtaka Bwana apite kwenye hisia zako. Sasa hiyo ni kitu ambacho muhimu sana. Ibada ya leo, ya asubuhi ya leo, uelewe ya kwamba yamkini kuna mambo yamekuumiza kwa muda mrefu, na hayo mambo kupitia kuumia ukaamua uanze kuingia mbele za Baba, umuombe Bwana, Bwana, naomba ukutane na haja moyo wangu. Mungu, naomba niponye. Mungu, naomba umrekebishe mke wangu, rekebisha mme wangu. Naomba rudisha furaha ya ndoa yangu, rudisha amani ya familia yangu, rudisha amani ya watoto wangu, wasaidie watoto wangu. Uliingiaje? Umeingia na hisia na maumivu yale, ama umeingia kwa kumwangalia Bwana? Ni ngumu, sio kitu rahisi. Ninakifundisha lakini najua ni kigumu, sio kitu rahisi, lakini ndivyo ambavyo unaweza ukapokea majibu ya maombi yako na ukaingia kwenye maombi yenye majibu. Watu wengi wanazibeba zile hisia, halafu wanataka wamchomeke Mungu na yeye atembee kwenye zile hisia. Wanayachukua wanayoyapitia, wanayatanguliza mbele, halafu neno la Mungu linakaa nyuma. Kwa hiyo wanatamani wanayoyapitia ndio yao yametangulia mbele, yaani Mungu ayaangalie wanayoyapitia. Mungu anasema hivi, hulitazama neno lake apate kutenda. Alafu pia anasema hivi, katika shida zako Bwana hulituma neno. Kwa hiyo inamaanisha katika shida yako hiyo, hata ukipresent hisia zako, nenda na hisia zozote, Bwana hawezi akakujibu kwa hali ya kawaida. Bwana hulituma neno, atalituma neno lije likutane na haja ya moyo wako, atalituma neno lije liachilie majibu, atalituma neno lije likufariji, atalituma neno lije likutie nguvu, atalituma neno. Kwa hiyo nenda mbele za Bwana kwa neno, nenda mbele za Bwana, mkumbushe neno. Ukienda pale, unaenda mbele za Bwana kama Hana alienda mbele za Bwana, lakini yuko mbele za Bwana, anamwangalia Bwana. Akaulizwa na Eli, akamwambia, wewe mama, mbona unaonekana unaongea, unaonekana wewe bado umelewa, utaacha kulewa lini? Hana akamwambia mtumishi,
usinione ninapepesa midomo yangu ukadhani mtumishi wako nimelewa. Sijalewa. Hapo naponiona nipo mbele za Bwana. Haya, nipo mbele za Bwana, ninawakilisha haja zangu mbele za Bwana, ninaongea na Mungu wangu. Ukiniangalia utaniona kama vile nimelewa, lakini nipo mbele za Bwana. Kuna vitu nasemezana na Bwana, kuna kona nimemshikilia Bwana, nimembana kona fulani, ninasema naye, kuna lugha ya Mungu ninaongea naye, ili Bwana kutane na haja ya moyo wangu. Kumbe hatutaki Mungu aje tunataka sisi twende mbele za Bwana. Tukienda pale tunambana Mungu kwenye njia yake, na ndio maana akasema Bwana anakupe haja ya moyo wako. Na ukiangalia alienda kwa nadhiri kabisa. Tutakuja kufundisha hapa ile somo la nadhiri. Akaenda kwa nadhiri kasa, Bwana ikiwa utanipa mtoto. Angalia, hatembei kwenye hisia, anaongea sasa, Bwana ikiwa utanipa mtoto wa kiume mtumishi wako, nitamleta mbele za uso wako, atakutumikia, nitamwachilia kwako. Anaenda anatembea. Kipindi hicho kulikuwa kuna maombi ya nadhiri, ndio anayopata nafasi kubwa mbele za Bwana, na nitakuja kuyafundisha hapa sio muda mrefu. Na Bwana anatembea. Hana aligundua kwamba Mungu anatembelea mle, kwa sababu alijua kwamba Mungu anatembelea mle, akaonchukua haja ya moyo wake akaiweka kwenye mpango wa Bwana. Halafu akaanza kusema naye. Ni ukweli amezibeba hisia, lakini hajazibeba hisia na kuziweka mbele. Ameubeba mpango wa Bwana na kuanza kusema naye. Sikia nikwambie kitu kimoja. Ni ukweli unaumia, ni ukweli unateseka, ni ukweli ndani ya moyo wako kuna maumivu. Peleka maumivu yako mbele za Bwana ukiwa umelitanguliza neno. Usiende kwa maumivu kaondoka na hisia na misisimko ukafika Baba. Ukiona umefanya hivi tujue umejawa na nguvu, lakini sio unaenda kwa misisimko. Baba, unaona hata hivi, ona hapa Baba. Nenda mbele za Baba, chukua neno lake. Nilishafundisha hapa omba sawa na neno lake. Weka hisia pembeni. Yani hapa ningeweza kuliingiza hili misisimko nikaliingiza kwenye neno, halafu nikaweka hapa kwamba weka misisimko pembeni, ingia kwa neno, weka hisia pembeni. Mungu hatembei kwenye hisia, Mungu anatembea kwenye neno lake, ili uweze kupata maombi yenye majibu. Na uhakika kuanzia leo utaziweka shida zako pembeni, utaweka hisia zako pembeni, utakaa na Mungu, utaenda kusemezana naye. Na ndio maana angalia Isaya alipotumwa kwa Hezekia, akaenda kumwambia tengeneza kwa habari ya nyumba yako, kwa maana ugonjwa huu utakuondoka, lazima uondoke, huu utakuua. Nilisema hapa majuzi, Hezekia hakulia Baba nimekuisha. Hezekia, Biblia inasema aligeukia ukutani, hapa akamwambia Mungu, kumbuka. Kwa ufasaha wa maneno, misisimko weka pembeni, kumbuka. Mungu akamwambia Isaya, geuka kamwambie Hezekia nimemuongezea miaka 15. Aliweka hisia pembeni, akaenda akambana Mungu kwa maneno yaliyo katika njia za Bwana. Akambana, akamwambia kumbuka. Hata wewe unao nafasi ya kumwambia Bwana, kumbuka. Nimekuwa partner wa huduma ya Pastor Miamba. Huduma imesonga mbele kupitia mimi. Kumbuka Mungu aliye hai. Angalia, hayo ndio maneno ya kumkumbusha Mungu. Siku uko hospitali, siku naambiwa uko ICU, siku naambiwa uko unatundikwa, umeambiwa sui nini akifanya kazi, naambia Bwana kumbuka. Nimekuwa partner wa Pastor Miamba kusupport injili.
na nimeweza kuipeleka injili mbele, watu wakaokoka, na walioumwa walipona, waliotakiwa kufa hawakufa, kwa sababu Bwana kupitia huduma ili wafikia watu. Kumbuka Mungu aliye hai. Na kuhakikishia kama ulikuwa ICU, ghafla atakwambia hatuoni ugonjwa tena, jiandae, rudi nyumbani. Kutoka ICU mpaka nyumbani, sio unarudishwa kwenye wodi jingine, ni mpaka nyumbani, kwa sababu ulienda mbele za Bwana ukamkumbusha, sio kwa hisia, bali umeenda ukiwa na neno. Angekuwa yule bwana anatembea kwenye hisia, alivyoambiwa tu tengeneza kwa habari ya nyumba yako, kwa sababu baba nimekufa, nimekufa baba, nimekufa. Lakini hakwenda hivyo, alisema Baba kumbuka. Kumbuka. Hisia alizoeka pembeni, kumbuka. Mungu akubariki sana, na natamani sana 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 kwamba tutembee katika ufahamu, tuweke hisia pembeni na tuende katika viwango vipya vya maombi. Ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa na ibada ya leo, na Bwana akaenda kukufanyia muujiza siku ya leo, ukatembea kwenye nguvu sio kawaida, na maombi yako yabadilishwe kabisa, yasiwe maombi ya kawaida, kwa jina la Yesu. Baba, nalibariki jina lako na kuliinua juu. Asante kwa uaminifu wako kwa huyu aliyekuwa akiniangalia na kunishikia. Baba, ninaomba ukamwezeshe kuwa na maombi yenye nguvu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki na uwe na siku njema. Tuonane tena kesho wakati kama huu katika ibada ya Anza Siku na Bwana. Thank you Jesus.